naitoa kwa ajili ya nyumba ya Mungu wako. Zaidi ya hiyo, akiba niliyoiweka tayari watakatifu, yaani talanta 3,000 za dhahabu ya Ofiri, na talanta 7,000 za fedha iliyosafika ya kuzifunikiza kuta za nyumba, ya dhahabu kwa vitu vya dhahabu, na fedha kwa vitu vya fedha, na kwa kazi za kila namna zitakazofanywa na kwa mikono ya mafundi. Nami basi nijitoae kwa moyo, ili ajiweke wakfu leo kwa Bwana. Ndipo wakuu wa mbali za mababa na wakuu wa kabila za Israeli na maakida wa maelfu na wa mamia pamoja na wasimamizi wa kazi za mfalme wakajitoa kwa hiari yao, nao wakatoa kwa ajili ya utumishi wa nyumba ya Mungu dhahabu talanta 5,000 na darkon 10,000 na fedha talanta 10,000 na shaba talanta 18,000 na chuma talanta 1,100. Na wale walioonekana kuwa na vito vya thamani wakavitoa vitiwe katika hazina ya nyumba ya Bwana chini ya mkono wa Yehieli Mgerishoni. Ndipo hao watu wakafurahi kwa sababu wametoa kwa hiari yao wenyewe, kwa sababu kwa ukamilifu wa moyo kwa hiari yao wenyewe wamemtolea Bwana. Mfalme Daudi naye akafurahi kwa furaha kuu. Kwa hiyo Daudi akamhimidi Bwana mbele ya mkutano wote. Naye Daudi akasema, uhimidiwe Bwana na Mungu wa Israeli baba yetu milele na milele. Bwana, ukuu ni wako na uweza na utukufu na kushinda na enzi, maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako. Mfalme na duniani ni vyako. Sasa unataka utumie ya Bwana wakati wewe sio wa Bwana. Hiyo ndio shida. Bwana vitu vyote vilivyopo mbinguni na vilivyopo duniani ni vya Bwana. Sasa huwezi kuvitumia vya Bwana wakati wewe sio wa Bwana. Hapo ndio sasa tunapochengana na mambo makubwa. Ndio maana Yesu akasema kwanza ufalme. Haya mengine ni kuongezewa kwa sababu unakuwa na haki. Unakuwa na haki ya kumiliki, unakuwa na haki ya kupewa kwa sababu umekuwa ndani ya Bwana na vitu vyote ni vya Bwana. Wewe unakuwa mtumiaji, hata ukiomba unakuwa na una haki ya kuomba kwamba sasa mzee nataka moja mbili tatu. Hiyo ndio shida